Huyo ndio kiongozi sasa. Kwa hiyo nafikiria mama anaongoza Tanzania nzima. Mimi naongoza watu 54 tu. Watoto. Wewe unajua? Mimi ndo mkurugenzi wa watoto. Hayo matusi wangu na lawama zangu nazijua mimi mwenyewe. Kama mke wa Diamond, unaichukuliaje ndoa yake? Unaionaje tangia wameingia kwenye ndoa watoto wako hao? Ndoa nzuri, wanahitaji kurekebishwa tu, kuambiwa baadhi ya vitu. Fanya hivi mwanangu, fanya hivi mwanangu. Mtazamaji wa Global TV, hapa ni Segerea, jimbo la Ilala, ambapo kampeni za uchaguzi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yuko hapa leo kwa ajili ya kuomba kura kwa wananchi wa Tanzania. Na nimekutana na mmoja kati ya waimbaji wa muziki wa taarabu. Habari yako? Nzuri. Nimefurahi kukuona kwanza mama yangu, heshima yako sana. Asante, nashukuru na mimi nimefurahi kuwaona. Kinachonipendeza ni mara kwa mara ninapokuona, kwanza ni mwanamke ambaye unajiamini sana. Ni kitu gani ambacho kinakupa sana kujiamini wewe? Mimi unavyoniona hivi, mimi nimetokea katika mambo ya chama haya tangu niko chipkizi. Nimetoka chipkizi, nimejenga taifa umoja wa vijana, baadaye nikawa karani wa katibu wa vijana mkoa wa Mjini Magharibi. Kwa hiyo mimi nina confidence, ninajua kila kitu na nimesomea mambo ya uongozi kwenye chama hichi, kwenye semina mbalimbali ndogo ndogo. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi na ninachokifanya. Na mara nyingi unapoonekana unapanda kwenye stage mbalimbali, ziwe za kichama au ziwe kwenye stage ya kuwafurahisha watu maeneo mbalimbali, kwenye kumbi za starehe, unakuwa tofauti. Ni vitu gani ambavyo unazingatia kabla hujapanda kwenye stage? Nidhamu ni kitu kikubwa sana. Jinsi ya wapenzi wako wanahitaji nini, unachotaka kuwafanyia, unatazama wapenzi wangu anakihitaji nini. Sio wewe mwenyewe unahitaji nini, wapenzi wangu wanahitaji nini. Na nidhamu ya kazi na kujiamini ndio kitu muhimu sana. Umezunguka mikoa mbalimbali kwa ajili ya kutafuta kura za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Niambie, ni mkoa gani ambao ulikufurahisha sana na ulifanya kitu cha tofauti ambacho labda hukuwahi kukifanya kwenye stage? Wallahi hata sijui nikikwambia mkoa gani umenifurahisha nitakuwa nimewakosea heshima watu wote. Lakini kwa kusema ukweli, mapokezi ni makubwa sana kupita kiasi. Ukitizama Tabora utasema Tabora ndio wa kwanza. Ukienda Shinyanga, mama yangu wewe, utasema hawa ndio wamevunja rekodi. Ukija huku tulikomalizia sijui ndio mpaka tukafika Bukoba, utasema yani hata huwezi, hata sijui niseme nini. Maana yake mtiti ndani mtiti nje. Mambo makubwa makubwa, watu wamechangamka, watu wanamfurahia mama, watu yani tukiimba ukinini unasema unaimba kwa msisimko, unaimba kwa busara, unaimba kwa kujua kama hapa nilipo niko kwenye chama thabiti, chama kilichosimama, chama chenye uongozi, chama na mama. Unasema mama anapendwa, mama anapendwa na watu wa Tanzania. Achilia mbali maneno chokochoko za watu ambao hawajui labda Tanzania wamekuja wameikuta sasa hivi, lakini utasema mama anapendwa na Chama cha Mapinduzi kina mizizi mikubwa sana. Joto likoje kwenye upande wa uchaguzi wenyewe kuelekea tarehe 29 unavyoliona wewe kwenye taifa letu la Tanzania? Mimi joto sina, naona AC kila ninapokwenda. Wallahi mimi joto sina, wala sina wasiwasi. Na katika rais atoshinda kwa kura nyingi, hakuna kama yeye. Na nikikwambia mtu anayesemwa sana ndo ana kitu maalum. Ukiona usemwe ndugu yangu, wewe una kitu. Wewe utangazaji wako kama hakuna watu wanokusema wewe una kitu. Mtu anayesemwa sana ana kitu maalum. Mama anasemwa sana na watu, na wale aliowafadhili akamwambia njoni tuijenge nchi. Na mara nyingi watu wa karibu yako ndio wabaya wako. Anasemwa sana, ana kitu. Ana kitu. Ndio Mwenyezi Mungu alivyo. Mama ana kitu. Una maneno gani kwa vijana wenye miamko kuelekea tarehe 29? Wengine wanasema hivi, wengine wanasema hivi. Wewe kama mama unazungumza kama mama yake Zuchu sasa kwa ajili ya vijana wako. Ni neno lako lipi kuelekea tarehe 29 kwenye uchaguzi? Mimi nawaambia vijana wao ndio miamko, wanataka kwenda maandamanoni au kufanya nini? Wao hawatupata tabu. Tutapata tabu sie mama zao. Wakati hiyo pesa zimetuishia na wao wanaumwa. Wanataka utakuwa huwezi kufanya kazi. Mama huwezi kufanya kazi yoyote. Itabidi umuuguze mtoto wako. Uende hospitali kila kati, pesa utapata wapi ya kumuuguza na kama hufanyi kazi? Atakuweko ndani. Hiyo gharama ndogo unayotumia itakuja kuleta gharama kubwa. Ukikaa kitandani maisha, ushachokoza watu,
ushaenda kwenye vyombo vya sheria, lishatokezea la kutokezea. Manake mara nyingi wanafanya mavujo kama haya, wengine wezi watakwenda kuiba kwenye maduka ya watu. Zikitokezea vujo kama zile, askari watakuwa chini, wanatuliza usalama. Akituliza usalama, imetokezea bahati mbaya, umeumia, umekanyagwa, umepigwa, umekufa, wanaoathirika nani? Si familia yako, na hasa nani? Mama. Sisi kina mama, naambia vijana wangu waache mihemko. Maanani raha hailetwi na shida, maelewano hayaletwi na fujo, maelewano yanaletwa na mazungumzo. Kama wao wanazo point za kuzungumza, sehemu za kuzungumza zipo, wakazungumza, sio kukaa kufanya fujo. Kufanya fujo sio suluhisho. Kufanya fujo sio suluhisho. Hata ukiwa nyumbani, mamako na babako, wewe unafikiri tunakuwa tunaelewana tu pale na baba na mama? Hatuelewani. Sasa tukitoka tukitukanana uwanjani, tukitukanana ukumbini nyinyi nyote mkiona, au tukatoka uwanjani tukatukanana, ndio suluhisho? Si suluhisho. Matokeo yake ndio analeta ndoa kuvunjika. Lakini mkikaa chumbani mkizungumza kwa utaratibu na kwa usahihi, unaona hamyawezi, mkatafuta watu wa kukaa wakakuwa kusuluhisheni, wakakuwekeni vizuri, si mambo yanakuwa mazuri. Sasa ina haja gani ya wao kufanya mihemko, kufanya fujo? Wanataka kutuharibia nchi yetu, imekaa vizuri, waharibu vitu vyetu, waharibu miundombinu yetu. Sasa mimi ninawaambia vijana wangu, tulieni, mama zenu sisi ndio tutakaopata tabu. Jana kwenye viwanja vya Leaders, mgombea wa Chama cha Mapinduzi kwa maana ya Samia Suluhu Hassan alizungumza kwamba watu wajitokeze kwenda kupiga kura, matusi wamwachie yeye. Tafsiri yake labda ni nini? Matusi wamwachie yeye Samia Suluhu Hassan kwa maana ya rais. Huyo ndio kiongozi sasa. Kwa hiyo unafikiria mama anaongoza Tanzania nzima. Mimi naongoza watu 54 tu, watoto. Wewe unajua mimi ndo mkurugenzi wa watoto. Hayo matusi wangu na lawama zangu nazijua mimi mwenyewe, lakini nastahimili. Huyo ndio kiongozi. Kiongozi anastahimili kila kitu. Kama kina mama tunavyostahimili nyinyi watoto wetu mnavyotufanyia. Mnakula unga, mnakuwa wezi, mnakuwa majambazi, mnafanya kila kitu huko nje. Tunatukanwa, kaza mtoto lana. Matusi tunabaki kwa mama. Lakini mama hakutupi, anakukamata mkono. Ukinyea kiganja hakikati, anakiosha. Sasa huyo ndio kiongozi. Matusi tumwachie yeye, sisi tuende tukapige kura. Yeye ndio kiongozi thabiti. Huyo ndio kiongozi sasa. Na Mama Zuchu kwenye mtandao tuliona clip moja ambayo inatembea sana ikizungumzia kuhusiana na uvumilivu, kwa maana uliulizwa swali na ukawa umejibu na watu wakasema mbona mama kama kapaniki nini, lakini mimi kama nilikuelewa, uvumilivu kwa mwanao ni upi? Anaweza kuwa kuvumilia kwa mume wake, na ni kitu gani ambacho hataki kukivumilia? Hebu waambie kupitia Global TV leo watu wakafahamu, na ukaweka sawa sawa kwa wale ambao wenye miemko na kuandika comment tofauti tofauti ambazo waliziweka kwenye mitandao. Uvumilivu wa mwanamume, uvumilivu wa mume. Mwanamume anaishi na wewe kwa furaha, kwa mapenzi. Amepata matatizo, anaumwa, usimwache kwa sababu anaumwa, hawezi chochote au hawezi kitu. Usimwache, shughulika na mume mpaka Mungu anapokufikisha. Ama amepona, muhangaikie, kidogo kikubwa, tafuta, kopa, omba msaada mpaka mumeo akae vizuri, muendelee. Uvumilivu mumeo maskini, hangaikeni ili muendelee kukuza familia yenu iwe kubwa. Uvumilivu mumeo ana matatizo madogo madogo ya kikazi na mambo mengine, hayo ni uvumilivu. Lakini matatizo ya kupigwa, unapigwa, unaumia, sasa nimestahimili. Unapigwa tena, unakatwa kisu, unastahimili. Uvumilivu huo haupo. Haupo, atakuja kukuua. Na uvumilivu huo utampikisha mumeo pahali pabaya. Kwa sababu ukisha kufa wewe, yeye atafungwa maisha. Akifungwa maisha sio furaha yako pia. Hata kwa akhera unakokwenda usema maskini mume wangu amefungwa maisha. Na moyo wako utakuwa una kinyongo kwa sababu mume ulimpenda. Kwa hiyo unapopigwa, unapotokezwa na matatizo yote, sema ili kama kuna jambo baya rekebishwe, lirekebishike. Usikubali wewe mwanamke unapigwa, mtu anakuumiza mpaka anakutofoa jicho, anakupiga mpaka anakuumiza, anakukata mkono, ndio unakuja tena kwenye vyombo vya habari ushakatika mkono, huwezi chochote. Huo ndio uvumilivu ambao siutaki. Na nawaambia hata hawa makungu wanawafundisha watoto wetu wa kike, wasiwafundishe uvumilivu huo, wawafundishe
uvumilivu wa kibinadamu wa kumvumilia mwenzio kwa shida na raha, kwa matatizo makubwa na madogo. Kuna siku Zuchu ashakuletea kesi kwamba ashapigwa na mume wake? Hajawahi. Nyewe yule Diamond mnamuona vile vile. Mwanamume mzuri sana yule. Mambo mengine madogo madogo vijana hawa hawajawahi kuingia kwenye ndoa. Yeye Diamond kijana na yule Zura kijana hawajawahi kuingia kwenye ndoa, ndo kwanza ndoa zao za mwanzo. Mambo mengine ya ndani yao wenyewe kwa wenyewe yale mambo madogo madogo, lakini kijana wangu Diamond simuone vile, ni mtu mzuri sana kwa mkewe, ni mtu mzuri sana. Wewe kama mke wa Diamond unaichukuliaje ndoa yake? Unaionaje tangia wameingia kwenye ndoa watoto wako hao? Ndoa nzuri, wanahitaji kurekebishwa tu, kuambiwa baadhi ya vitu, fanya hivi mwanangu, fanya hivi mwanangu. Mimi ndio maana nawaambia mkipata tatizo msiwe mnahadisia kwa watu, njoni kwa wazee wenu, sisi tuwarekebishe, fanya hichi hapo, stahamili. Hilo jambo linavutika, stahamala, vuta subra. Vijana, unajua vijana wetu wengine wanakuwa hawana mababu wa kuwapa maelekezo, kama mwanangu umeoa, fanya hichi, mwanangu umeolewa. Wengine kama kina Zura bibi zao shakufa, kwa mimi mama yake ndo bibi yake ndo mimi. Mimi wanampa kusara, tufanya hivi, usikimbilie kwenye mitandao, msikimbilie hivi, fanyeni hivi. Mambo yenu msimwambie mtu, ambizaneni wenyewe kwa wenyewe. Mkitaka kumwambia mtu, tafuteni mtu wa busara kama mama yenu. Mashehe wapo walokuozesheni, mawali walokuozesheni wapo, basi mzungumze jambo liishi. Lakini wewe unajua watu maarufu tena. Watu maarufu hata kama wanafanya mambo yao kwa busara, kuna watu wanaowazunguka wanayachukua yale mambo wanayatoa nje, ndio tatizo lenyewe liko hapa. Kati ya wimbo ambao wanaukubali sana, mashairi yake yanasema naheshimu kazi yangu inayoniweka mjini. Hebu nipe kidogo chokionja. Naheshimu kazi yangu ndio iloniweka mjini, anayenilinda Mungu na ndio maana najiamini. Si wewe mwenye maringo unamringia nani? Aono haringia ndio alokupa maarufu mjini. Na muheshimu mume wangu, anachotaka simughini, sio usta wangu, nimvunjie heshima jamani. Mume wangu nakupenda, usimwambie mwingine hayo maneno, wacha wapambe waseme, sio kwako embamba, napenda yako mashine. Manake sasa unajua umaarufu wako usimdhalilishe mumeo kwa we maarufu sana. Maana kuna watu wengine wakishapata umaarufu, wale waume zao wanawaona kama takataka. We bila ya huyo kupata furaha usingefika hapa ulipofika, na bila wapenzi wako usingejulikana na mtu. Na usipompenda mumeo, we utampendana ni katika nchi hii, katika dunia hii. Na waume zetu ndo starehe zetu, na wake zenu ndo starehe zenu, na waume zetu ndo starehe zetu. Kwa hiyo mumeo mjenge kwa heshima na nidhamu. Hata kama we ni maarufu, mjenge kwa heshima na nidhamu, kuonyesha watu kama yo umaarufu wangu, lakini namheshimu mume wangu. Hongera sana. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.